الحمد لله نحمده وبه نستعين ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإن التقوى الله خير زاد. قال الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أيها المسلمون، إن موضوع خطبتنا اليوم هو التربية الإسلامية وأثرها في بناء الفرد والأسرة والمجتمع. عباد الله، إن التربية في الإسلام ليست مجرد تلقين للمعلومات أو تعليما للمهارات، وإنما هي بناء الإنسان من جميع جوانبه، بناء لعقيدته وعبادته وأخلاقه وسلوكه حتى يكون عبداً صالحاً لربه نافعاً لأسرته ومجتمعته وأمته. قد عنى الإسلام التربية عناية، أعطى الإسلام التربية عناية عظيمة، لأن صلاح الأمة يبدأ بصلاح الفرد، وصلاح الفرد يبدأ بالتربية الصحيحة. ولذلك أمر الله تعالى الآباء والأمهات برعاية أبنائهم وتربيتهم، فقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. Ndugu zangu wema, tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametupa fursa ya kukutana siku ambayo kwamba ni siku njema, siku ya Ijumaa, siku alioumbwa Adam na siku ambayo kwamba kitasimama kiyama. Na uhusia nafsi yangu pamoja na kuzihusia nafsi zenu kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ama kwa hakika takwa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndicho chakula chema ambacho kwamba mwanadamu yafaa ukibebe, yafaa ujiandae kwa kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha maudhui ambayo kwamba tunataka tuzungumzie, ndugu zangu, hivi sasa vile tunaona malezi, Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuumba na hakutuacha hivyo, ametupa amana, na hii amana lazima kila mmoja aisimamie. Na Mungu ashamaliza dini, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuna chochote ambacho kwamba sisi tunatafuta, sisi ni kufuata tu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, Mwenyezi Mungu ametukamilishia dini yetu, sisi kazi yetu ni kufuata. Ametupa mfumo ili tuishi maisha mema hapa duniani. Huu mfumo sisi ni kufuata tu. Watu wenye kubuni mfumo ambao kwamba sio mfumo
ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala watapata matatizo. Ndugu zangu, tunaona tatizo linapotokea ndio watu wanashtuka. Shule haziketiki, watoto wanauana, ndio hapo tunashangaa haya yametoka wapi? Haya yanatoka na mifumo ambayo maisha ambayo kwamba sisi wenyewe tumeridhia kukaa nayo, maisha ambayo kwamba hayamridhishi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mifumo ambayo kwamba si mifumo ya Kiislamu, ndio inaleta haya matatizo yote ambayo kwamba tupata. Tarbia imekosekana. Mtume sallallahu alaihi wasallam alilea masahaba wake katika tarbia nzuri, malezi mazuri. Uislamu sio kuswali tu, sio kuvaa kanzu, lakini Uislamu ni tabia, akhlaq, tabia zake. So tusipofundisha watoto wetu tarbia nzuri, tutalikuja kulia, tutakuja kujuta. Waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka, mwenye kuacha utajwa wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mwenye kuacha mfumo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, atakuwa na maisha ya dhiki. Utaishi tu katika dhiki na kisha utapata hasara hapa duniani. Dunia tumekuja na nini ndugu zangu? Dunia ina nini? Dunia ina thamani gani? Hapa dunia sisi ni kuchuma, tutaondoka. Kwa hivyo kila kitu ambacho kwamba tunacho ni mtihani kwetu. Hawa watoto ambao kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ametupa ni mtihani. Tusipowalea vile Allah Subhanahu wa Ta'ala anataka, tutakuja kujuta mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mizani itakuwa ni michache mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwanza, tarbia ya imani na tauhid. Tuwe na malezi ya kulea watoto wetu katika tarbia na tauhid. Atakapojua mtoto kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ni Muumba, Allah Subhanahu wa Ta'ala ni muweza, hatakuwa na hofu, atakuwa na maisha mazuri ambayo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala anamtakia. Inafaa tulee watoto wetu wajue Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wamtukuze Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wawe na hofu ya Mwenyezi Mungu, wamche Mwenyezi Mungu, waogope Allah Subhanahu wa Ta'ala ingali wako wachache. Saa hizi nyumba tunaziona, in our houses we see. Ulimwengu umetupoteza. Mtoto ako na simu, smartphone, mama ana simu, baba ana simu. Mnapoingia pale ndani hakuna kuzungumza, kila mtu ako katika ulimwengu wake. Ni malezi ambayo kwamba itakuja kwenye. Kuna watu ambao kwamba hawajatekeleza yale mambo ambayo kwamba anataka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika malezi. Kullukum ra'in, kila mmoja wenu ni mchungwa, na kila mchungwa ataulizwa juu ya vichungwa vyake. Itakuwa namna gani? Utaulizwa masuhulia hawa uliwapeleka katika njia ambayo kwamba ni gani? So watoto wafundishwe tauhid, watoto wafundishwe malezi mema ya kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtoto akikua kama anamjua Mwenyezi Mungu, itakuwa ni sahali kwa mbele. Na inaanza mapema kwa watoto wetu kuwapeleka katika dini, tuwape tarbia ambayo kwamba itawasaidia biidhnillah Ta'ala. Pili, tuwazoeshe watoto wetu, tuwalee katika malezi ya ibada. Watu wanafanya tasahul na mambo ya ibada, hawalei watoto wao kwa ibada. Unaona wazee daima wako msikitini, lakini anawacha watoto wake, hazingatii, hataki kufundisha watoto wake dini ili waweze kukua katika hayo malezi ambayo kwamba yatasaidia mujtama. Kisha baadaye jambo lingine ni tarbia ala al-akhlaq, kulea hawa watoto wawe na akhlaq nzuri, tabia njema. Inama asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, inama bu'ithtu liutammima makarim al-akhlaq, ama kwa hakika mimi nilitimilizwa ili kutekeleza. Yani Mtume sallallahu alaihi wasallam aliulizwa vipi, Aisha vipi ilikuwa tabia ya Mtume, asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, he was a moving Quran, kana khuluquhu al-Quran.
Sasa ndivyo tutakana sisi wenyewe tuwe, akhlaq zetu ziwe ni Qur'an. Ni lazima tuwe, you should be a moving Qur'an. Sio kusoma tu Qur'an, sio kusoma tu. Qur'an imekuja kubadilisha maisha ya mtu, kubadilisha tabia, ikujenge uwe mtu ambaye kwamba ni mzuri, ambaye kwamba unaamiliana na watu. Hivyo ndivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alilea maswahaba wake, wakawa ni watu wazuri sana, wakawa ni watu ambao kwamba walibeba hii amana wakaifikisha. Wakabeba amana wakaifikisha, na Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa rehema na mwenye kufanya hivyo. Kwa hivyo tulee watoto wetu katika kuwafundisha tarbia ambayo kwamba ni nzuri, tukuwafundisha ibada na tuwafundishe akhlaq zenye zinamridhisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, akhlaq ambazo kwamba ni tabia nzuri. Watoto wakuwe na heshima, wakimcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, mambo yote yatakuwa ni sawa. Umche Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na mambo yote, weka Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala mbele. Tusisakute ni sababu ambapo kwamba zitafanya kudhalilisha dini ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Tuweke Mwenyezi Mungu kwanza, Allah first, ndio yale mambo mengine yatakuwa yenye kuja. Kisha jambo lingine ni atarbia ala tahammul almas'uliyya. Tuwe ni mtu awe na mwenye kutahammul almas'uliyya. Tunajua kwamba kazi ni ibada. Mzazi anapotekeleza masuala yake mbele ya Mwenyezi Mungu ni ibada, na mtama utakuwa ni wenye kuwa mzuri katika hiyo tarbia ala tahammul almas'uliyya. Ingine kisha tuwe na sisi wenyewe wazazi tuwe na kudwa. Wazazi pia sisi tuwe ni mwelekezo mzuri ambao kwamba utatusaidia mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Tuwe kudwa kwa wazazi wetu, tuwe kwa watoto wetu. Uswali, mtoto atafuata namna gani? Huna tabia nzuri, mtoto atakwaje na atakataje? Yote hayo ni kufundisha watoto wetu madrasa. Tuwapeleke watoto wetu madrasa mbele, tunapigwa kwamba ni amana, wawe ni tabia nzuri, ili mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala tutakuwa ni wema. Watu wametoka katika mifumo na mashetani hawalali. Maadui wa Kiislamu hawalali, ndugu zangu. Kila kuchao wanapanga vipi kumaliza Uislamu. Wanapanga mifumo tofauti ili kukindana na mifumo ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mashuleni zetu zimeoza. Ndio hapo tu utaona hawa taalimu za gharbi wanakuja na mambo ambayo kwamba hata shetani mwenyewe atashtuka. Wanakuja na mambo ambayo kwamba shetani wanamfurahisha shetani. Wanataka kutupotezea jini, wanataka kutupotezea watoto wetu wawe na tabia mbaya. Kwanza mihadharati, watu waharibu watoto wetu watoke katika njia, kuharibu akili. Watu huvuta mabangi, huvutwa na zinaendelea ili watuharibie watoto wetu katika hali. Mbali na hilo, wanataka kutuletea mambo ambayo kwamba hayamo. Tunajua akilini ni kwamba familia kusimama lazima kupatikane mke na mwanamume. Mwanamume amepewa masharti atafute aoe. Na katika familia kunatoka usra inajengwa kulingana na hayo. Sasa unapata watu ambao kwamba wanapoteza, wanapeleka katika mashule zetu mambo ambayo kwamba hayamo. Mwanamke ampende mwanamke mwenzake, mwanamume ampende mwanamume mwenzake. Ni vitu ambavyo kwamba haviingia akilini. Ndio hizo zimeenea. Na wazazi tuwe chonjo. Wazazi tuangalie watoto wetu wanaingia katika haya mambo. Unaona mtoto binti mudhamuhum wengi wao ni murahiki katika sinu murahika, watoto katika hiyo ni mabadiliko na nini. Unaona mtoto anakuambia kwamba you don't understand me, hamnielewi, I'm different, niko tofauti. Ameweka kasumba za kishetani kwamba yeye sasa ni mwanamume. Mama anaendelea katika mashule zetu, wale ambao kwamba wana watoto wao katika mabodi, muangalie sana, mlee watoto wetu katika njia ambayo kwamba nzuri.
kuna mashetani ambao kwamba hawalali, wanabadilisha jinsia ambazo kwamba zitaleta, na hiyo ni hatari mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Zina Allah Subhanahu wa Ta'ala ameharamisha, lakini nayo liwat Allah Subhanahu wa Ta'ala ameharamisha na aliangamiza kijiji, waja'alna 'aliyaha safila. Allah Subhanahu wa Ta'ala aliangamiza kaumu Lut, chini yake ikawa juu yake, kwa sababu ya hiyo tabia ambazo kwamba si za kishetani, tabia ambazo kwamba hazimo na zina madhara makubwa sana kwa mwanadamu. Mwenye kufanya tabia ana tabia inaharibu maumbile, inaharibu siha, inaharibu mtama, na ni kazi bure. So Allah Subhanahu wa Ta'ala, ndugu zangu, tujizatiti tuwe ni wenye kufuata maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tuwe na malezi bora kwa watoto wetu, ili mbele akhera. Hapa tuko mtihani ndugu zangu, duniani tunapita, hakuna atakayeishi milele, utakufa na si story ndugu zangu, utakufika wakati utaondoka. Kwa hivyo ni nini utakachokadimisha mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Utapelekea Allah Subhanahu wa Ta'ala nini kama watoto wako wamekushinda? Utapelekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nini kama watoto umewapoteza huku wapa haki yao? Kuna sahaba alipigia Umar ibn Khattab, akamwambia kwamba huyu mtoto wangu amenigonga. Mtoto wake aligonga, babake alimpiga. Akamuuliza kwamba ulimfundisha alamta shay'an min al-Qur'an? Ulimfundisha kwa hadithi? Akasema basi wewe alimfundisha nini? Alikuwa na kazi yake ni kutunga nini, basi alikufikiria kwamba wewe ni ng'ombe na akakupiga. Kwa hivyo ndugu zangu, tuangalie, tujizatiti, tufundishe watoto wetu tarbia ambayo kwamba ni nzuri, tukijua kwamba ni amana, tutakuja kuulizwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kila chochote ambacho kwamba uko nacho ni amana ndugu zangu, ni amana, na tutaulizwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kumbuka, tutaulizwa ndugu zangu, chochote ambacho kwamba ulikifanya tutaulizwa, na tuone kwamba we should be remorseful. Sisi ni wenye dhambi, sisi ni wenye kukosea, na mkosaji mzuri ni yule ambaye kwamba anatubia mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sisi ni wenye kukosea, lakini mwenye kukosea mzuri ni mwenye kutubia mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mbaya ni yule ambaye kwamba anaruka kesi. Ni kawaida tu, criminals. A criminal hatakubali hilo jambo ambalo kwamba amefanya, anaruka daima, na inakuanga umeniona, uliniona nikiiba, uliniona nikifanya, anataka afanywe, apatiwe evidence, usinizulie, anakwenda mubarirat. Walakin almu'min ni mwenye kujua kwamba rabbana innana dhalamna anfusana, mola wetu sisi tumedhulumu nafsi zetu, fa in lam taghfir lana, usipotughfiria lanakunanna min al-khasirin, tutakuwa katika wale ambao kwamba tunahasirika. Lakini huyu mbaya atakataa, hata mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataruka, ataambiwa kwamba uliiba. Ya Rabbi, mimi sikuiba. Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala atamletea suhuf zionwe, asomwe kwamba ndio hiyo, ya Rabbi wewe uliiba. Akasema ya Rabbi wananionea. Allah Subhanahu wa Ta'ala ataleta picha, ya Rabbi unaona huyo ni nani? Ya Rabbi hii ni AI. Ataruka tu, ya Rabbi hii ni AI, au huyu wanataka kumsingizia tu, mimi sikufanya. Unajua alimchukia, hata tunaona hata malaika hawakumpenda. Ataruka mpaka Allah Subhanahu wa Ta'ala mwishowe ataamrisha viungo vizungumze, kisha naye ataangalia viungo aseme, wewe mbona unachoma? Tutachoma sote, mbona unachoma? Aulize viungo vyake. Sasa hivyo viungo vitasema kwamba antaqana Allah, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemzungumzisha alladhi antaqa kulla shay. Hautaruka mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, atazungumzisha, atakubainishia ushahidi. So huyo ni mtu aniki, mtu ambaye kwamba si mtu mzuri, ambaye kwamba harudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kazi yake ni kuruka. Na hapo huo ni uko katika jiramu, unafanya jiramu mpaka moyo unakuwa mbaya na unaandikiwa katika wabaya. Sote ni wenye kufanya madhambi
na wenye kufanya madhambi wazuri ni wenye kutubia. Na wenye kutubia ni kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hizi zama ambazo kwamba nzito. Hizi zama ambazo kwamba wallahi tunaishi ni zama nzito zaidi. Teknolojia imekuja na mambo yake. Kulea watoto wetu ni shida. Kwa hivyo baba asimame na masuhulia yake, maana ataulizwa. Baba asimamishe Uislamu katika nyumba. Tusiache tu kwamba hivi. Tusiache tu. Nakutaji ndugu zetu wa Somali, jazahumullahu khairan. Tutasema wala haji. They don't compromise with the religion. Mungu awazidisie na sisi tusome kutoka kwao. Vazi, wanawake wanajistiri na very good way ambayo kwamba inatakikana. Qur'an, msomaji na Qur'an hivi. Duks inakuja kwanza. Na unaona vile Mwenyezi Mungu atawainua. Atawainua tu. Unaposhika na mambo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ukimpa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwanzo, atainuka. Lakini ukiona mtama yetu sisi, tunasema sisi kwamba Mwafrika, sisi kama Waluya, sisi kama hiyo. Mungu atuongoze. Mungu atuongoze. Hawana shughuli na mambo ya dini. Mutasahili, hawana shule inahadimishwa kwanza. Ukiona mtoto wako akienda madrasa chafu, ako vingine. Mambo ya Mwenyezi Mungu inakuja baadaye. Mtu anapokufa ndio mtu anakimbia mara hitima mara nini, ustadi anatokeshwa karibu. Hawampi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mbele. Ukitaka kufaulu hapa duniani, wacha Allah Subhanahu wa Ta'ala akuje kwanza, ndio vitu vile vingine vitakuja kutufuata. Tuchukue mazuri ambayo kwamba yako katika sisi. Ndugu zangu, mfumo ni dini ya Kiislamu. Mfumo ambao umeisha na tunaufuata tu. Dini ni kufuata tu ndugu zangu, na inshallah tutakuja kuwa katika mambo kwamba ambayo anataka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan kathiran tayyiban mubarakan حمدا طيبا مباركا فيه كما يجب ربنا ويرضى كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وتمسكوا بدينكم واعلموا أن تربية الإسلام مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة والمسجد والمجتمع كله. أيها المسلمون، إن من أعظم وسائل نجاح التربية الدعاء للأبناء بالصلاح والهداية ومتابعتهم بالحكمة والرحمة واختيار الصحبة الصالحة لهم وربطهم بالقرآن الكريم وبالمساجد ومجالس العلم، فإن القلب إذا تعلق بالله استقام صاحبه على الخير. ثم صلوا وسلم على من أمر الله بالصلاة والسلام عليه، فقال سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ارحم أموات المسلمين، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا وارحم أمواتنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.